Samsoni, waje mwana Matlanda, sijaoa. Mchungaji, niombeni. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema, ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tuwepo mbele zake. Ni neema ya ajabu na ya pekee kabisa ambayo Mungu ametujalia tuwepo katika hema lake. Sio rahisi na sio kama unavyofikiria katika mawazo yako, lakini ni neema ambayo Mungu ametukirimia yeye mwenyewe, na hiyo neema ambayo ametupa kwa wakati huu ni lazima tuitumie. Na niwashukuru viongozi wangu na wazee wa kanisa ambao wamenipa nafasi hii kusimama mbele ya kanisa ili tushirikiane katika neno la Mungu. Niombe uniazime masikio yako kwa muda mfupi, sitachukua muda mrefu. Nitaenda kwa muda mfupi kadiri Roho Mtakatifu atakavyonijalia, na hayo maneno ndiyo nitakayoyanena asubuhi ya leo. Nikuombe uniazime masikio yako, uwe makini kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Sifa imepita, waimbaji wameimba, tumemsifu Mungu wetu aliye hai, lakini bado chakula cha kiroho, na hicho ndicho tunachoenda mchana wa leo kwenda kula. Najua umekwisha kuhubiriwa sana, umekwisha fundishwa sana, lakini mchana wa leo liko neno ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili ya maisha yako. Ni lazima usikilize. Ndio maana umekuja ili usikilize. Ndio maana umepata kibali ili usikilize. Somo letu mchana wa leo kama naandika, Je, upo nje au uko ndani? Je, upo nje au ndani? Andika hivyo hivyo kama naandika. Baba, katika jina la Yesu, hili ndilo somo ulinipa ili niseme na watu hawa ambao umenipa asubuhi ya leo, wapate kulisikia na kulielewa katika jina la Yesu. Yuko shetani ambaye anajiuzurisha katika ibada, kwa damu ya mwana kondoo ninamnyamazisha kimya ndani ya moyo wa baba yule, ndani ya moyo wa kijana yule, ndani ya moyo wa baba yule, ndani ya moyo wa mtoto yule, kwa jina la Yesu Kristo, akanyamaze kimya. Uwezo wako na ufalme wako ukatawale mahali hapa, na watu tukaona uwezo wako na nguvu yako kwa neno hili Mungu, tukalelewe na likafanyike kwa msaada juu ya maisha yetu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu naenda kusema na watu hawa kama ulivyosema nami Bwana naenda kuachilia yale Mungu ambaye umesema nami
kwa ajili ya kanisa lako. Ninakushukuru Mwokozi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Amen. Sema amina. Amen. Hiyo amina, hiyo amina bado haijatosha. Nataka useme amina yenye nguvu. Amen. Unajua, ningekuwa mahali fulani wangepiga kelele na shangwe, kwa sababu wanaelewa kitu gani wamekuja kuabudu, wanaelewa mtu gani wanayesema amina. Nasema kanisa tuseme amen. Amen. Luka sura ya 13. Luka sura ya 13. Mstari wa 26. Neno la Bwana linasema, Luka 13:26, ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mfanyao udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, takapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mtatupwa nje. Ufunuo 22. Mstari wa 15. Biblia inasema, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hawa waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uovu. Nitarudia, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hawa waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nisikilize kanisa mchana wa leo. Somo nililo nalo, somo au ujumbe huu, usikilize kwa makini. Je, uko nje au uko ndani? Tunapojiuliza swali hili kanisa la Bwana, kila mmoja aanze kujiuliza katika maisha yake kwamba yuko nje au yuko ndani. Unajua, unaweza ukasema niko ndani kwa sababu uko ndani ya kanisa mahali hapa, au unaweza ukasema niko nje kwa sababu nikitoka ndani ya kanisa ninakuwa nje ya kanisa. Lakini nataka tuelewe, tunaposema nje tunamaanisha nini, na tunaposema ndani tunamaanisha nini. Maana wakati mwingine wa Kristo tumebaki tukija kanisani, tumebakia tukiingia ndani ya hema za kuabudia, lakini tulio wengi tuko nje na wala hatuko ndani. Ndio maana kanisa linafika mahali linapata mtikisiko. Ndio maana inafika wakati kanisa linapata shida, haliwezi kusimama katika kweli ya Mungu, haliwezi kusimama katika ile ahadi Mungu ambayo ameahidi. Maana ziko ahadi Mungu ambazo ameziahidi, lakini zile ahadi huwezi kuzifikia wakati bado hujaingia ndani. Kuna watu ambao hawajanielewa mpaka sasa ninazungumza nini mchana wa leo, lakini kama kini utaelewa kwamba kitu gani ninaenda kusema, kitu gani Bwana anahitaji kukumbusha mchana wa leo. Liko kusudi ambalo Mungu ameliandaa juu ya maisha yako, na ile kusudi au mpango Mungu ambao ameweka juu ya maisha yako, anahitaji utoke hapo ulipo uweze kuinuka tena ili uweze kusonga mbele. Maana ni hakika wakati
mpango wa Kristo. Ndio maana kanisa linayumba, ndio maana kanisa lina mashaka, ndio maana kanisa limejaa na woga, ndio maana taifa limejaa na wasiwasi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kanisa halijakaa katika zamu yake, kanisa halijakaa katika mpango wake. Lakini laiti ingesimama kanisa katika kusudi la Mungu, taifa lingesikia, taifa lisingetikisika. Owe kanisa ambaye upo, ni lazima usimame katika zamu yako na uelewe kwamba liko kusudi Mungu ambaye ameliandaa juu ya maisha yako, na juu ya maisha yako liko kusudi Mungu ambaye ameliandaa kwa ajili ya taifa lako. Lakini kusudi hilo litatimia ni pale ambapo Mungu atakapokuwa ameachilia nguvu yake juu yako, na ile nguvu na wewe utaitambua kwamba ndani yangu iko nguvu ya tofauti. Na utakapoelewa hii nguvu ya tofauti, ndipo utaanza kusimama katika zamu yako. Ndio maana mchana wa leo linakuja swali juu ya kanisa. Je, kanisa tuko ndani au tuko nje? Amen. Tumesoma kitabu cha Luka sura ya 13. Biblia inasema wakati huo watu watakuja mbele yangu, wataanza kusema sisi tulikula na kunywa pamoja na wewe. Unajua ni kwa nini Biblia inasema mstari huu kwa nini unawekwa? Ni kwa sababu watu wanakusanyika ndani ya hema za Mungu, neno la Mungu wanalisikiliza, yaani wanakula chakula cha roho pamoja na watakatifu, ili wao sio watakatifu na wataki kuwa watakatifu. Wana wameshajigundua kabisa sisi hatuwezi tukubadilika. Lakini nataka nitangaze neema ya Mungu kwamba unaweza ukabadilishwa, maana neema bado ipo na neema bado haijafungwa. Yesu wa Nazareti ambaye ametangaza neema hii, bado neema hajaifunga. Nataka niseme na kanisa, ni lazima uelewe kwamba uko nje au uko ndani. Kitabu cha Luka kinaendelea kusema wakati huo watu watakuwepo, watu ambao watamwona Ibrahimu, watamwona Isaka, watamwona watakapomwona wali wao wako nje. Watamwona kwa kuchungulia tu, wakisema yule ni Yakobo na yule ni Ibrahimu baba wa imani, yule ndiye aliyeanzisha imani, yule ndiye aliyekuwa na imani kuu. Lakini wao wenyewe watakuwa nje. Lakini wakati huo ndani ya hema la kanisa la Bwana, ndani ya hema la kuabudia, wao wenyewe walikuwa wanakusanyika. Kanisa tunaelewana? Kanisa tuko pamoja? Je, uko nje au uko ndani? Luka anaendelea kusema huko nje ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Sasa umeanza kuelewa kwamba nje ni namna gani ambavyo uko nje. Umeanza kupata ufahamu kidogo kwamba mtu ambaye yuko nje yuko namna gani. Maana Luka anasema huko nje ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Kanisa la Bwana ni lazima tuelewe, na ni lazima tusimame katika kusudi la Mungu. Tunapokuja ndani ya hema la kuabudu, usije kwa kawaida. Ni lazima ujue kwamba liko kusudi Mungu ambalo amekuwekea ndani yako. Na ukishajua hilo, lazima utakaa ndani. Kanisa ni lazima tutambue hilo. Ni lazima tujitambue kanisa. Ni lazima tuelewe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya.
Anasema huko nje kutakuwepo na kilio na kusaga meno. Hasa kanisa la Bwana, usije kuwa miongoni mwa watu watakaotupwa nje. Kanisa, tukae macho. Unajua watu wengi wako nje, lakini wanahitaji baraka za Mungu. Huwezi ukapata baraka za Mungu wakati uko nje. Lazima usimame kwenye mpango wa Mungu, maana Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya yote mtafanyaje? Mtazidishiwa. Ni kwanza kutafuta ufalme wa Mungu, alafu baraka za kimungu zinashuka juu yako, kwa sababu uko ndani ya Kristo. Na Kristo anasema hajawahi kumwacha mtu ambaye anamtumainia, hawezi kumwacha mtu ambaye anamtumainia. Hajawahi kumwacha mtu mwenye haki. Mwenye haki hawezi akaachwa. Kwa hiyo ukisimama kwenye haki ya Mungu, Mungu hawezi akakuacha. Shida ni kwamba tunahitaji mafanikio ya haraka. Na haya mafanikio ya haraka ndiyo yanatupelekea kutoka katika mstari wa Mungu, yanatutoa katika kusudi la Mungu. Shida ni mafanikio. Laiti ungeujua hata ule mstari wa Kumbukumbu 28, ungelisimama kwenye kusudi la Mungu. Anasema mkiashika yote niliyoamuru leo, mtabarikiwa mchini, mtabarikiwa mashambani, mtabarikiwa mtokapo, mtabarikiwa mwingiapo. Hizo ndizo ahadi za Mungu ambazo Bwana ameahidi juu ya maisha yako. Huwezi ukabarikiwa kabla hujashika ile ahadi ya Mungu ambayo amekuahidia. Mungu hawezi kuachilia baraka zako kwa sababu bado uko nje, lakini Mungu ataachilia baraka kwa sababu uko ndani yake. Ndio kipindi nasema Ufunuo hii 22, nasema uko nje. Yohana anaona maono, nasema lakini huko nje wako mbwa. Unajua, nikajiuliza hivi hawa wanaoitwa mbwa au wazimu au wachawi ni watu au ni watu wa namna gani? Huko nje wako mbwa, wako wachawi, wako waongo. Halo, hivyo umeelewa kwamba umsali unazungumza mtu au unazungumza mbwa kama mbwa? Jina la Bwana lituhurumie. Yesu atuhurumie. Yesu atuhurumie, kwa sababu tunapokuwa ndani tunafanyika kuwa wana wa nani? Lakini ukisha kutoka ndani unakuwa nani? Halo. Mimi ndo nimesema au Biblia ndo imesema? Ukiwa ndani unaitwa mwana, ukitoka nje unaitwa Ni lazima sasa tuanze kuangalia, tusije tukaitwa mbwa. Najua ni jina baya Sasa wewe unapenda uitwe mbwa kweli jamani? Kweli haiwezekani. Kanisa, anza kutafakari upya. Anza kutafakari mwenendo wako, usije ukatoka nje ya Kristo. Yesu ana haja na maisha yako. Yesu ana haja na huduma uliyo nayo. Simama katika imani yako. Simama katika mpango wa Mungu. Simama, maana Bwana anataka akutumie. Hata kama unaona kwamba kuna shida ambayo inaweza kukutoa nje, anasema yeye ni Mungu mwenye nguvu. Wakati ule Elia anasimama
Anasema mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Basi leo chagueni mtakayemtumikia. Kanisa, mtasitasita mpaka lini katika njia mbili? Muda wa kuamua ni sasa. Muda wa kurejea ni sasa. Muda wa kurudi ni sasa. Tafakari njia zako mpendwa. Tafakari njia zako mama. Tafakari njia zako kijana. Je, uko nje au uko ndani? Lakini jua kwamba uko nje wako mbwa, wako wazinzi, watakulalua tu, watakuharibu. Na wewe ukitembea na wewe utakuwa kama wao, hivyo hivyo ulivyo. Historia yako itaondoka, hutaitwa tena mwana wa Mungu. Historia yako itapotea katika kitabu kile kitakatifu cha Mungu. Maana anasema mwenye imani akisitasita sina amani naye. Imani yako iko wapi unapositasita katika njia mbili? Ni heri urudi kwa Yesu mchana wa leo. Ni heri utengeneze maisha yako, maana Yesu anarudi upesi na ujira wake. Na Biblia inasema hatutawatangulia waliokufa. Kanisa, tujue kwamba tukae katika uwepo wa ndani, tukae ndani ya Kristo muda wote. Wakati dunia inatikisika na ugonjwa mdogo tu wa korona, lakini wewe simama ndani ya Kristo, ukijua kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Ukifa ni faida kwa sababu una Yesu uko ndani yake, na ukiishi ni kwa sababu yake mwenyewe amekuacha hai. Lakini kama uko nje, lazima utapatwa na mashaka kwamba itakuwaje. Ni lazima usimame na uweze kutafakari njia zako kwamba je, Yesu akirudi leo atanikuta niko nje au niko ndani? Na ukishajielewa kwamba niko nje, anza kuchukua hatua wakati huo. Anza kusema Yesu nisaidie, Yesu nitie nguvu tena. Mahali nimerudi nyuma, mahali nimetoka nje, lakini Bwana nahitaji unishike mkono niweze kuingia ndani tena, niwe kama watu wengine. Yesu ni mwenye huruma, anasema dhambi zako atazifuta na wala hazikumbuki tena. Atazitenga kama ilivyo magharibi na ilivyo mashariki, haziwezi kukutana tena. Ila ni zamu yako kujua kwamba na kuelewa kwamba je, uko ndani au uko nje? Kanisa la Bwana, tusimame juu.